inasema wawili warejesha milioni 67 kufuatia ubadhirifu wa shilingi milioni 169 uliokuwa umefanyika halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni. Oktoba 6, 2024, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa wakati akizungumza na watumishi wa halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni katika ziara yake ya kikazi, alielekeza taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa mkoa wa Temeke kwa kushirikiana na Ofisi ya Taifa ya Mashtaka kuwafikisha mahakamani baadhi ya watumishi wa halmashauri hiyo na watumishi wa TAMISEMI kwa tuhuma za wizi wa ubadhilifu wa fedha kiasi cha shilingi milioni 169 maarufu kama fedha za baka. Ninapenda kuujulisha umma kuwa maelekezo hayo yametekelezwa. Uchunguzi ulifanyika kwa mujibu wa sheria na Septemba 2, 2025 washtakiwa 12 walifikishwa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu mbele ya Mheshimiwa Hashimu Makube kwa makosa ya kuendesha genge la uhalifu, uchepuzi, ubadhilifu na utakatishaji wa fedha, ikiwa pamoja na kuisababishia hasara serikali. Makosa hayo ambayo ni kinyume cha sheria ya uhujumu uchumi namba 200, sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa namba 329 na sheria ya utakatishaji fedha namba 423. Waliofikishwa mahakamani kwa makosa hayo ni watumishi kutoka TAMISEMI Dodoma ambao ni Ana Nyabugumba Maugo, yeye alikuwa afisa hesabu mwandamizi; Tumusifu Christopher Kachila, huyu naye alikuwa afisa hesabu mwandamizi daraja la kwanza; na Aida Mponzi ambaye alikuwa afisa hesabu daraja la kwanza. Watumishi kutoka halmashauri ya Manispaa ya Kigamboni walikuwa ni Jonathan Manguli. Wakati tuhuma hii inafanyika, alikuwa afisa hesabu na mkuu wa kitengo cha mifumo wa malipo serikalini ujulikanao kama MUSE. Godfrey James Martin, huyu alikuwa mkuu wa kitengo cha fedha na uhasibu au mweka hazina. Juvenalis Mauna, huyu alikuwa mkuu wa kitengo cha udhibiti taka na usafi wa mazingira. Josephat Mtembei alikuwa mhandisi. Bibiana Mdete alikuwa ni mtunza bohari na Henry Rugai alikuwa ni afisa ugavi. Wafanyabiashara waliounganishwa kwenye shauri hilo walikuwa ni Hamisi Kashinje Manfred ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa Konya Investment Company Limited; Paulo Saum Mwakyusa, huyu alikuwa mmiliki wa Mbogoro Investment Company Limited; na Godwin Adamson Cheo, mmiliki wa Macheye Tanzania Investment. Katika hatua nyingine, washtakiwa wawili Juvenalis Babilas Mauna na Hamisi Kashinje Manfred wamekiri makosa kupitia makubaliano yanayoitwa kwa lugha ya Kiingereza kama plea bargaining, na watarejesha jumla ya kiasi cha shilingi milioni 67 na kulipa faini ya mahakama shilingi milioni 3.5, ambapo mshtakiwa Juvenalis Mauna atarejesha shilingi milioni 27 na kulipa faini ya shilingi milioni 2, na Hamisi Kashinje Manfred atarejesha milioni 40 na kulipa faini ya shilingi milioni 1.5. Washtakiwa 10 waliobaki shauri lao linaendelea, ambapo kesi imepangwa kuja kusikilizwa hoja za awali tarehe 6 Novemba 2025. Shauri hili linaendeshwa na mawakili wa serikali Timothy Mali na Patrick Mwita kutoka Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, lakini pia yuko Nixon Shayo kutoka Ofisi ya TAKUKURU Temeke. Mwisho, tunapoelekea tarehe 29 mwezi wa 10 2025, ninawakumbusha
wananchi wote kwamba ibara ya 8 ibara ndogo ya kwanza A na B ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 imewapa mamlaka ya kuiweka serikali madarakani kwa ajili ya ustawi wao kupitia sanduku la kura. Kwa msingi huo, wajitokeze kwa wingi, wachague wagombea kwa kuzingatia sera zitakazowaletea ustawi na wakatae ambao watataka kuwanunua kwa njia ya rushwa. Wakumbuke, anayechaguliwa kwa njia ya rushwa atataka kurejesha fedha zake kwa kufanya ubadilifu wa fedha za miradi itakayo imepangwa katika eneo la kata au jimbo la uchaguzi analotokea. Nawashukuru sana.